Kuishi kwa tumaini. Ukisoma kile kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari ule wa 3, neno la Mungu linasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Kwa hiyo sisi tumaini tunalipata kwa sababu Yesu alikufa na kufufuka. Alipofufuka alituletea tumaini lenye uhai, tumaini lenye uzima. Kwa hicho ndio kitu ambacho sisi kama Wakristo tunatakiwa tujivunie. Tunaposema tunatakiwa kuishi kwa tumaini. Tumaini letu liko ndani ya Yesu Kristo. Pale alipokufa na kufufuka ndipo alituletea tumaini lenye uhai. Kwa sababu ile kufa na kufufuka ina maana alishinda vita yote ya yule adui. Alishinda ugumu wote ambao pengine unaupitia. Alishinda maisha yote ya dhiki. Kwa akatuletea tumaini. Ukisoma kitabu kile cha Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 10, anasema hivi, kwa maana twajitaabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote, hasa wao waaminio. Kwenye maisha haya tunayoishi, au maisha yako wewe unakukijiangalia namna unavyoishi, hapo ulipo ni matokeo ya tumaini ulilokuwa nao au ulilonalo. Kwa sasa itategemea tumaini ulilotumaini lipo kwenye kitu gani, kwa sababu ili mtu uweze kutumaini kitu ni lazima kuna kitu au kuna mtu ambaye anakusababisha uweze kutumaini hicho unachotaka kukitumaini. Kwa hiyo hapo ulipo itategemea wewe tumaini lako limekaa katika eneo gani. Kuna wengine wanatumaini akili zao wenyewe. Yaani hapa mimi ndo kila kitu, naweza nikafanya chochote, sihitaji msaada. Kwa sababu tu wengine nimesoma na elimu, nimesoma na degree hata kama ni 10. Kwa hiyo mwingine anategemea akili zake mwenyewe, anazitumaini akili zake mwenyewe. Lakini kuna wengine wataenda hata kwa waganga, wengine watatumaini hata marafiki. Kwa sababu gani? Kwa namna ambavyo wanawashauri kwenye vile vitu wanavifanya. Kwa wanaona hapa ndio nakotakiwa kutumaini. Lakini hapana, sisi tunaomwamini Kristo hatutakiwi kutumaini akili zetu, hatutakiwi kumtumaini mwanadamu, hatutakiwi kutumaini kingine chochote isipokuwa Yesu Kristo pekee, ambaye ndio tumaini letu lenye uzima au lenye uhai. Ukisoma kile kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako, katika njia zako zote umkiri yeye. Hatutaki kutegemea akili zako. Hata kama unaona una uwezo kiasi gani, hata kama unajiona wewe ni genius kiasi gani, bado kuna namna hautakiwi kutegemea akili zako. Unatakiwa tumaini lako, ili akili zako ziweze kufanya kazi vizuri, ni lazima uangalie yule aliyekupa hizo akili, ndio umtumaini, alafu sasa akusaidie kwenye hizo akili zako ndizo ziweze kufanya kitu. Lakini si useme tu mimi naweza mwenyewe, nitafanya 1 2 3. Ndio maana kile kitabu cha Yeremia ile, ukisoma Yeremia ile 17 mstari wa 5, anasema hivi, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa hiyo hutaki kuweka tumaini kwenye akili zako, hutaki kuweka tumaini kwa mwanadamu yoyote, awe ni rafiki, awe ni mtu ambaye tuseme unamwamini sana, yani au ni rafiki wako wa karibu sana, kwamba huyu kwa sababu ni rafiki wako wa karibu na naona kile anachofanya yeye anafanikiwa, basi na mimi nimtumaini kwa kile labda anachoniambia. Tumeshaambiwa hapa, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa ndio tumaini lake. Kwa sababu tumaini lililoko kwa mwanadamu siku zote halina uhai. Litakupa step 2, baada ya hapo utaona tena hamna mwanga. Utaona kuna nuru, baada ya wiki moja utaona tena giza. Lakini ukisoma ule mstari wa 7 anasema, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Sasa sijajua wewe tumaini lako huwa unaliweka wapi? Na mara nyingi watu huwa tunapoteza tumaini hasa tunapopita katika nyakati ngumu. Tukipita katika nyakati ngumu ndio watu unakuwa kama huelewi ufanyaji. Kwa hiyo hata Mungu unamweka pembeni, ili unaanza kutafuta watu kwamba nina hiki, nifanyaje? Na hiki, huyu ukienda kwa huyu atakushauri hiki, ukienda kwa huyu naye atakwambia hiki, ukikaa kwenye akili zako mwenyewe na yenyewe zitakwambia hiki. Mwisho wa siku utajikuta uko stranded, huelewi uchukue kipi, uache kipi. Lakini kama tungekuwa tuna uwezo tukisema, niko katika changamoto, niko katika ugumu, niko katika shida, kwa nini nisiende kwenye tumaini ambalo tumehakikisha kwamba Yesu Kristo ndio tumaini lenye uhai, lina uzima. Kwa hiyo na uhakika nikienda kule siwezi nikakosa solution. Soma kile kitabu cha Yohana 16 mstari wa 33. Neno la Mungu linasema hivi, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Maisha yetu siku zote huwa yanaangukia katika nyakati tofauti tofauti. Kuna nyakati nzuri na kuna nyakati mbaya. Na Yesu aliliona hii, ndio maana akasema duniani mnayo dhiki, kwa sababu alikuja na akaishi. Kwa anaona kila kitu, anaona kuna magonjwa, anaona kuna kushindwa kwenye kazi, anaona kuna kushindwa kwenye masomo, anaona kuna kwenye ndoa kuna mambo. Yaani aliona maisha yote yaliyopo duniani.
Ndio maana mwishowe akasema, jamani, kweli ulimwenguni kuna dhiki, lakini jipeni moyo kwa kuwa mimi nimekwisha kuushinda. Kwa kama yeye amekwisha kuushinda, tukiweka tumaini lake kwake, uwe na uhakika ile nguvu iliyomsaidia yeye kushinda ndio hiyo atakayotupa na itusaidie kushinda katika nyakati tutakazokuwa tunapitia. Ndio maana mhubiri alisema kuna nyakati ya kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuwa na njaa, kuna wakati wa kushiba, kuna wakati utaona vita, kuna wakati wa amani. Hizo ni nyakati zote ambazo sisi tunapokuwa duniani tunazipitia. Leo hii umepata chakula, unaweza ukajikuta kesho huna hata chakula cha kulisha familia, uko njaa. Je, ukifika katika hiyo hali bado unaweza kumtazama Kristo katika hilo eneo kwamba aweze kukuvusha? Leo uko mzima, kesho ukawa kitandani mahututi. Ukiwa katika hiyo hali, je, bado utakuwa una uwezo wa kumwangalia huyu Kristo ambaye ulikuwa unamwangalia wakati uko katika uzima aweze kukusaidia ulipolala pale kitandani? Au tunaona tu wepesi kumtumaini Mungu tunapokuwa katika mambo mepesi, tunapokuwa katika amani kwamba everything is okay, kila kitu kiko sawa? Lakini tunapokaa katika maisha yenye changamoto, yana ugumu, tunahitaji kufanya vitu fulani ambavyo tunaona haviendi, je, bado tunaweza kumwangalia huyu Kristo ambaye ndio ana tumaini lenye uhai, tumaini lenye uzima, ili akaweze kutuvusha katika hilo eneo? Kwa hiyo katika Kristo Yesu tunalo tumaini la uhakika. Yaani ukiwa katika Yesu Kristo, uwe unaweka kwamba nina tumaini lenye uhakika kwamba kama aliweza kufanya leo, ujue na kesho ana uwezo wa kufanya. Kama aliweza kumsaidia mtu fulani kwenye eneo fulani, kwenye kitu fulani, ujue na kwako pia ana uwezo huo, maadamu tu umeweka tumaini kwake.